Kila mmoja wetu hapa huwa anapenda shamra-shamra za mwisho wa mwaka, sababu ya Krismasi na kuungana na familia. Lakini swali moja tu, kwa nini Father Christmas anavaa nyekundu? Kila mtu anajua rangi yake, nyekundu, nyekundu, nyekundu. Lakini je, umewahi kaa chini na kufikiria kwa nini si bluu? Kwa nini si kijani? Kwa nini si njano? Kuna historia ya miaka 2000 nyuma ya jibu la swali hili rahisi. Na historia hiyo ina vita, ina miungu, ina uchawi na ina kampuni maarufu sana ya vinywaji. Turudi nyuma. Miaka 1070 iliyopita. Mwaka 270 baada ya Kristo. Katika mji wa Myra, leo hii ni Uturuki, huko aliishi mtu mmoja, askofu aliyeitwa Nicholas, na alikuwa askofu. Askofu Nicholas alikuwa tajiri, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko utajiri wake. Usiku kwa usiku, akiwa amevaa vazi jekundu la askofu, kwa sababu nyekundu ilikuwa rangi ya kanisa Katoliki, alikwenda kisiri-siri akitupa mifuko ya dhahabu kwenye madirisha ya nyumba za watu maskini. Askofu Nicholas alikuwa mtu wa kusaidia sana. Watoto walipolia njaa aliwalisha. Vijana hawakuwa na mahari ya kuoa, aliwasaidia. Huyu ndio Father Christmas wa kwanza, askofu wa kweli aliyevaa nyekundu, kwa sababu hiyo ilikuwa sare yake ya kanisa. Lakini hadithi haisimami hapo. Sasa tunasafiri kaskazini, kaskazini ya mbali hadi nchi za baridi za Skandinavia. Miaka karibu 1000 baadaye, watu wa kaskazini mwa Ulaya waliabudu mungu mmoja mkubwa kwa jina Odin. Na Odin, rafiki yangu, Odin alikuwa karibu kabisa na Father Christmas wetu. Odin alikuwa mzee mrefu na ndefu ndefu. Alivaa joho ndefu jekundu na kofia iliyoshuka. Usiku wa majira ya baridi, inasemekana Odin aliruka angani juu ya farasi wake wa uchawi wa miguu 8. Na kila akipita, watoto walikuwa wanatumaini, walimwachia chakula na maji kwa ajili ya farasi wake. Asubuhi, walikuta zawadi badala yake. Hii ilikuwa kumbukumbu nzuri sana kwa sababu ilipandikizwa kwa watoto tangu wakiwa wadogo. Vizazi vilivyopita viliacha kumbukumbu zao ndani ya hadithi ya Father Christmas. Sasa tunaingia miaka ya 1800. Amerika, nchi mpya, nguvu mpya na mawazo mapya. Mwaka 1823, mshairi mmoja aitwaye Clement Clarke Moore aliandika shairi lililokuwa la kuchekesha tu kwa watoto wake. Aliita A Visit from Saint Nicholas. Unajua mstari wake wa kwanza? It was the night before Christmas. Na katika shairi hilo alimchora Santa kwa mara ya kwanza kama binadamu, mfupi, mzito, mchangamfu, mwenye tumbo kubwa linalotikisa kama bakuli. Lakini bado mavazi yake yalikuwa mchanganyiko, wakati mwingine kijani, wakati mwingine nyekundu, wakati mwingine mchanganyiko. Baadaye kabisa, kati ya miaka 1800 na 1890, miaka 30, msanii mmoja aitwa Thomas Nast alichora picha za Santa kila mwaka katika gazeti maarufu la Harper's Weekly. Msikilizaji wangu, fikiria miaka 30 ya kuchora picha kila mwaka. Na katika picha zote hizo, Nast alimvika Santa nguo nyekundu, nyekundu iliyojaa, nyekundu inayong'aa, nyekundu iliyo na mstari mweupe. Na kwa sababu gazeti hilo lilisomwa na watu wengi sana katika Amerika na ulimwengu wote, picha hile iliingizwa kwenye akili za watu na kuishi hapo. Santa anavaa nguo nyekundu. Na hivyo tu picha hii ikawa imeweka mizizi kwenye akili za watu. Lakini unajua nini? Bado watu hawakukubaliana kabisa. Kulikuwa na Santa wa kijani hapa, Santa wa bluu pale. Haikuwa imara bado. Ilichukua nguvu nyingine kubwa, nguvu ya biashara, kuifanya iwe ya dunia nzima. Sasa
tunafika sehemu ambayo watu wengi wanajua, lakini mara nyingi wanaielewa vibaya. Mwaka 1931, kampuni ya Coca-Cola ilikuwa na tatizo moja. Watu wanakunywa Coke kidogo sana wakati wa majira ya baridi. Sababu, wakati wa baridi, watu wanataka chai au kahawa ili kupasha miili yao. Coca-Cola walikuwa na wakati mgumu sana msimu wa baridi. Kampuni ilikuwa na hasara msimu wa baridi. Kwa hiyo waliamua kufanya tangazo kubwa la Krismasi. Wakamwajiri msanii mahiri sana aitwa Haddon Sundblom. Wakamwambia, tumchore Santa, mchangamfu na mwenye furaha, akinywa Coca-Cola. Sundblom alimchora Santa kwa ustadi mkubwa sana. Uso wenye tabasamu la kweli, macho yanayong'aa, mwili mkubwa wa kirafiki, na akiwa amevaa mavazi ya rangi nyekundu inayong'aa, kwa sababu nyekundu ilikuwa rangi ya Coca-Cola pia. Tangazo lile lilienea ulimwengu wote, machapisho, magazeti, billboards. Kwa miaka mingi, Sundblom aliendelea kuchora Santa mpya kila mwaka, na picha hizo zilisambaa kila pembe ya ulimwengu. Lakini hapa ndipo ukweli muhimu zaidi. Coca-Cola hawakubadili rangi ya Santa kutoka kijani kwenda nyekundu. Nyekundu ilikuwepo tayari tangu Askofu Nicholas, tangu Odin, tangu Thomas Nast. Coca-Cola walichofanya ni kuifanya picha hiyo iwe ya kawaida ya ulimwengu wote, kuifanya iwe kitu kimoja ambacho kila mtu anakubaliana nacho. Hiyo ndiyo nguvu ya biashara, si ubunifu, bali usambazaji. Na hapa ndipo tunafika sehemu muhimu zaidi, maana dikini zaidi ya rangi nyekundu yenyewe. Kwa nini nyekundu na si rangi nyingine? Fikiria, nyekundu ni rangi ya damu, yaani uhai. Nyekundu ni rangi ya moto, yaani joto na nguvu. Nyekundu ni rangi inayoonekana kutoka mbali, hata usiku wa jaza wa baridi, joho jekundu linawaka. Askofu aliamini kuwa rangi ya damu ya Kristo, ya upendo na sadaka. Watu wa kaskazini waliiona kuwa rangi ya nguvu ya baridi, ya kuishi licha ya hali ngumu. Rangi nyekundu inasema kitu kimoja tu: mimi nipo hapa, mimi ni lai, mimi na nguvu, mimi na upendo. Na Father Christmas, yeye ndiye aliye na upendo mkubwa zaidi, kufika usiku wote akitoa zawadi bila kulipwa chochote. Rangi ndiyo rangi yake ya haki kabisa. Wapendwa, hadithi ya mavazi mekundu ya Father Christmas si hadithi moja, ni hadithi nyingi zilizounganika pamoja kama uzii mzuri wa kushona. Askofu wa Uturuki, Mungu wa Kaskazini, mshairi wa Amerika, msanii na kampuni ya vinywaji. Kila mmoja aliacha kidogo chake, na leo tunapata mzee mzuri mwenye ndefu nyeupe, kofia nyekundu, joho jekundu, akisoma orodha ya watoto wazuri. Na hope video hii imekufurahisha, imekufundisha, na balda imefanya uwe na mtazamo tofauti kuhusu Father Christmas. Kama umefurahia, subscribe, nipe like, na tutaonana video ijayo. Kwa heri. Kila mmoja wetu hapa huwa anapenda shamra za mwisho wa mwaka, sababu ya Krismasi na kuungana na familia. Lakini swali moja tu,